Naitwa Pendo Phineas Keboya, ni afisa maendeleo ya vijana manispaa ya Singida. Sawa, hali ipoje katika mwitikio ule wa vijana kuja kuhitaji mikopo ya halmashauri ya asilimia 10? Mwitikio vijana wanaitikia kwa kasi. Tukilinganisha toka dirisha lilipofunguliwa 2024, vijana walikuwa wana kasi ndogo katika kuomba mikopo, lakini baada ya uhamasishaji, kutoa elimu, sasa hivi vijana wameitikia, wanaomba kwa kasi, na hata kwa robo hii ya Aprili Juni, maombi ya vijana yamekuwa mengi kuliko maombi ya vikundi vya wanawake, na ni kitu ambacho hakijawahi kutokea. Kwa hiyo kwa kulinganisha hapo, tunaweza tukapata picha ni jinsi gani vijana wamekuwa na mwamko kwenye hii mikopo ya 10% ambayo haina riba. Sawa. Kwa upande wa wanawake? Upande wa wanawake wanaitikia. Tukiangalia kwenye hii mikopo ya 10%, wanawake walikuwa juu kuliko vijana. Vikundi vya wanawake vilikuwa vinaomba sana kuliko vikundi vya vijana, lakini kwa awamu iliyopita ya mwezi wa Aprili Juni, tunaangalia maombi ya vikundi vya vijana vimezidi vikundi vya wanawake. Kwa hiyo vijana wameitikia, na hii ni kutokana na elimu tunayoendelea kuitoa na taarifa za fursa za vijana. Sawa. Na kumekuwepo na athari mbalimbali za mikopo hii ya chechefu na kadhalika. Kwa manispaa ya Singida kuna athari zipi? Mikopo hii tunayoita mikopo chechefu, ambayo ni mikopo ambayo ina riba kubwa, inaumiza vikundi, na ndio maana tunaendelea kutoa elimu. Vikundi vya vijana wajiunge katika vikundi, wapate mikopo ambayo haina riba ya 10%. Lakini mbali na mikopo inayotolewa na halmashauri, kuna mikopo ambayo inatolewa na Wizara ya Vijana ambayo ina riba ya chini kuliko hiyo mikopo ya nje ambayo inaumiza, ambayo ina riba kubwa. Kwa hiyo tunaendelea kuhamasisha vijana wajiunge katika vikundi ili wapate fursa ya mikopo ya 10%, lakini pia na mikopo inayotolewa na Wizara ya Vijana. Sawa. Wito kwa vijana na wakina mama juu ya kuchangamkia fursa hiyo ya mikopo hii ya halmashauri na ile ya vijana, tofauti na ile ambayo ni chechefu. Nichukue fursa hii kuwashauri vijana, wakina mama na watu wenye ulemavu kujiunga katika vikundi na kuchangamkia fursa hii mikopo ya 10% ambayo haina riba. Lakini sio tu kuwa na riba, ni mikopo ambayo inawasaidia hata kwenye marejesho. Kikundi kinarejesha kulingana na shughuli ile wanayoifanya. Hatukimbizani. Zaidi tunatoa elimu kabla ya kuwapa mikopo, lakini baada ya mkopo tunawapa elimu pia, na tunawafuatilia na kuwakagua kwenye miradi. Kwa hiyo licha tu ya kuwapa mikopo, wanafaidika pia na elimu kulingana na kile wanachokifanya. Kwa hiyo nichukue fursa hii kuwashauri na kuambia wachangamkie fursa hii mikopo. Vijana wengi wanaamkia kuhusiana na utaratibu, process imekuwa ndefu na vitu vingine. Hilo unawaambiaje? Kwenye process sio ndefu, na vijana tuwashauri tu kwamba wao wanapata taarifa sahihi. Taarifa wanazopata ni taarifa za mtaani. Labda mtu ameomba mkopo, amekosa sifa, amekosa. Kwa hiyo yule hawezi akasambaza taarifa nzuri kwamba mimi sina sifa. Lazima tu atasema huko kuna namna. Kwa hiyo tuwashauri vijana wapate kwanza taarifa sahihi. Tunatoa taarifa kupitia mikutano, makongamano, lakini tuna platform mbalimbali ambako tunatoa taarifa. Wapate taarifa sahihi. Lakini pia kuna dawati la vijana, ofisi ya mkurugenzi ipo, wafike. Lakini tuna maafisa maendeleo kila kata, wanafika kule kuuliza tu kupata utaratibu na taarifa. Shukrani sana. Asante.